Habari za wakati huu, karibu tena. Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa. Taarifa kubwa kwa sasa Tanzania, nadhani ni habari ambayo Watanzania wengi sana tumeisikia. Ni takriban tangu mwezi wa 4 huu umeanza, taarifa hizi zilianza kusikika baadhi ya maeneo ya Tanzania, hususan maeneo ya mpakani mwa Kenya na Tanzania. Tuliona taarifa zinazodai kwamba wanaume wanaibiwa nyeti zao, matukio ambayo yamepelekea video na picha kusambaa kwa kasi mno kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, tukishuhudia watu wakipigwa mpaka kupoteza maisha kwa tuhuma za kuiba nyeti za wanaume wenzao. Sasa habari hizi zilianzia DR Congo zikaingia Tanzania, hususan maeneo ya mpakani na Tunduma katikati, ambapo watu 5 mpaka hivi sasa wameuawa, lakini pia jeshi la polisi linawashikilia watu zaidi ya 7 kwa tuhuma za mauaji. Tumeshuhudia pia Dar es Salaam jambo hili limeingia na kuzua taharuki kubwa mno. Katika taarifa iliyopita kuhusu wanaume kuibiwa nyeti, nilikuhabarisha kwa kina zaidi mzizi wa jambo hili ni imani za kishirikina. Lakini pia katika kujikinga kwa sasa, ukipita kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii utaona watu wanatembea na pini ambazo wamezifunga kwenye rubber band kwenye mabega yao, na inasadikika kwamba pini ni kinga dhidi ya huo uchawi wa kuiba nyeti kwa wanaume. Wengine wanakwenda mbali zaidi, wanachukua pini na kuichoma ndura na wanaifunga pia katika mabega. Wanaamini kabisa kwamba hiyo ni kinga katika kuhakikisha kwamba jambo hilo halifanikiwi kwa mtu ambaye anahitaji kuiba nyeti za mwenzake. Ni habari ambazo zimezua taharuki, lakini pia kwa siku ya leo tumeshuhudia video nyingine zikisambaa tena kwa kasi kwamba tukio lingine limetokea Kabwe mkoani Mbeya. Lakini pia kuna taarifa nyingine kwamba tukio kama hilo pia limetokea Kyela huko Mbeya. Ni tukio ambalo limeibua taharuki kubwa mno Kyela, ambapo mwanaume alidai kwamba kaibiwa nyeti zake kwa siku ya leo, na tukio hilo linasemekana kwamba mhusika ambaye kaiba nyeti hizo ni mwanamke. Hali ya taharuki ikatanda katika eneo la Kalumbulu wilayani Kyela mkoani Mbeya kufuatia tukio lisilo la kawaida ambalo linahusisha madai ya kupotea kwa sehemu za siri za mwanaume mmoja anayefanya kazi ya bodaboda. Katika video hiyo ambayo imesambaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, kilichodaiwa kutokea kwa mujibu wa mashuhuda wa tukio, mwanaume huyo alidai kuwa alipoteza ghafla sehemu zake za siri muda mfupi tu baada ya kuguswa begani na mwanamke anayehisiwa kuwa ni chanzo cha tukio hilo. Taarifa hizo zikaenea kwa kasi eneo hilo, zikizua hofu na mshangao mkubwa miongoni mwa wakazi wa Kyela. Ndani ya muda mfupi tu, wananchi walijikusanya kwa wingi na kumshambulia mwanamke huyo wakimtuhumu kuhusika na tukio hilo la ajabu. Baadhi ya walioshuhudia walisikika wakidai kwamba tumemkamata aliyehusika na kuiba mali ya mwanaume. Kwenye mitandao ya kijamii wanasema mazaga, lakini jeshi la polisi walifika eneo hilo la tukio na kulazimika kutumia mabomu ya machozi ili kudhibiti umati mkubwa wa watu ambao ulikuwa umetokea hapo katika tukio hilo. Jambo jema ni kwamba mtuhumiwa alikamatwa na kupelekwa kituo cha polisi kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Sasa ukiangalia katika matukio kadhaa yaliyotokea na ambayo yamesikika, hili linakuwa ni tukio la kwanza kumhusisha mwanamke katika kuiba nyeti za wanaume. Tukirudi katika tukio ambalo limetokea Dar es Salaam, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Mulilo amezungumzia kwa kina zaidi tukio ambalo limetokea Dar es Salaam na kuzua taharuki kubwa mno kwa wanaume wa Dar es Salaam. Lakini pia habari hizi zimekuwa zikizua taharuki kubwa mno maeneo mbalimbali ya Tanzania, hususan kwa wanaume kupoteza nyeti zao.
Katika mitandao mbalimbali ya kijamii pia, hususan katika video iliyosambaa jana usiku na leo pia huko Dar es Salaam, kwamba mwanaume mmoja aliibiwa nyeti zake. Nitapita uone ni kwa namna gani Watanzania wanafikiria au wana mawazo gani kuhusu matukio haya ya wanaume kupoteza nyeti zao. Lakini pia kutoka huko Tunduma, katika moja kati ya video pia zilizosambaa mitandaoni, mwenyekiti wa mtaa wa Kisimani huko Tunduma, Mama Rehema Ngonyani, amesema wakati watu wamekuwa wakitoa taarifa za uongo kuhusu matukio haya, amesema taarifa hizo za uongo zinazua taharuki kubwa mno hata katika mtaa wake. Amesema yupo mwananchi ambaye aliibuka na kudai nyeti zake hazioni baada tu ya kuguswa na mtu aliyekuwa amekaa naye jirani. Baada ya wanaume wenzake kwenda kumkagua chooni, alionekana hana tatizo lolote. Hivyo amewaasa vijana kuacha kutumia madawa ambayo yamekuwa yakiwaletea madhara na kuacha kuzua taharuki katika mtaa wake, ambapo inasadikika kwamba mpaka sasa watu zaidi ya 20 wamekamatwa kwa tuhuma za kuzua taharuki, lakini pia kupiga na kujeruhi, na hatua za kisheria zinaendelea kuchukuliwa dhidi yao. Moja kwa moja tuangalie hiki ambacho amekizungumza kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, Jumanne Mulilo, alipoulizwa maswali na moja kati ya chombo cha habari Tanzania siku ya leo. Nikinukuu majibu ya Mulilo kuelezea matukio yaliyotokea Dar es Salaam, anasema, huyu anayedai kuchukuliwa nyeti zake, nadhani ndio maana nimekuuliza ulikuwa kwenye tukio. Ukifuatilia, alipelekwa kwenye kituo kidogo cha ile stendi ya mabasi ya Magufuli, na baada ya kupelekwa pale na kuangaliwa, wakakuta ni vitu anaongea vya kijinga tu. Mbona nyeti zake zipo? Wewe unasema umeguswa na kuchukuliwa, mbona zipo? Kwa sababu hata kwa kufikiria tu, hata kwa watoto wetu wanakataa, wanasema jambo hilo haliwezekani. Kwa nini sisi watu wazima tunaona kwamba inawezekana na unakuta kwamba sio kweli? Kwa hiyo wakati mwingine tunapaswa kuwa watulivu na kufikiri na kutobuluzwa na watu wajinga ambao wanatengeneza matukio ya kufikirika ya ajabu ajabu na watu wanayachukulia kama ni habari. Nafikiri ni muda sasa wa kukemea upuuzi kama huo na kujenga taharuki ambazo ni za kijingajinga. Kwa hiyo kwa kifupi sana naweza kukujibu hivyo kwamba nyeti zipo na ni muongo na wanatengeneza taharuki, na sasa tunachunguza malengo ni nini, dhamira ni nini. Lakini tuelimishane, tutoke kwenye ujinga wa kiwango hicho ya kwamba mtu akikugusa hata kisayansi unaona kwamba haiwezekani kabisa eti mtu akikugusa kitu chako hakipo. Hata watoto wengi mimi nimeongea nao wadogo wanashangaa, hii kweli inawezekana? Hii kweli inawezekana? Lakini watu wazima wanakimbilia kuona kwamba inawezekana, wakati watoto wadogo wanasema hii haiwezekani. Kwa hiyo nadhani niishie hapo, na nadhani umepata maelezo kidogo ya kina ya kutuongoza hata wewe wakati unatekeleza majukumu yako, ujue nini nafasi yako kwenye jamii, hasa kwenye hii jamii ambayo inataka kupotea ya kwenda na vitu vya kufikirika vya ajabu ajabu. Nikutakie kazi njema. Mwisho wa kumnukuu Kamanda Mulilo akijibu kuhusu tuhuma hizo za mwanaume kuibiwa nyeti zake. Kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam anasema kwamba mwanaume mmoja ambaye jina lake limehifadhiwa alidai kwamba nyeti zake zimepotea baada ya kuguswa na mtu mwingine. Lakini askari polisi wa kituo kidogo cha polisi kilichopo ndani ya stendi hiyo ya Magufuli walipokwenda kumchunguza,
wakakuta kwamba nyeti zake bado zipo kama kawaida. Mwisho, jeshi la polisi linachunguza dhamira ya watu ambao wanazusha matukio hayo, likihisiwa kuwa kuna malengo ya makusudi ya kuvuruga amani au kupotosha jamii kupitia imani ambazo hazina uhalisia, yani ni imani za kishirikina. Watu wanahoji kwamba je, nyeti hizo zinapelekwa wapi? Wanakwenda kutumia kufanya nini? Jibu, tunarudi pale pale, imani za kishirikina. Kwa nini nasema imani za kishirikina? Nitakupa mfano mmoja. Tulisikia kipindi cha nyuma huko matukio mengi sana ya watu wenye ulemavu wa ngozi albino kukatwa viungo vyao. Unajiuliza kwamba vile viungo vinapelekwa wapi? Wanakwenda kutumia kufanyia nini? Tunarudi pale pale kwenye imani za kishirikina. Watanzania wana maoni gani na mtazamo gani? Tupitie maoni ya Watanzania. Huyu wa kwanza anasema kwamba mamlaka tunaomba zithibitishe kama kweli zaga zimepotea. Mwingine anasema kwa nini sasa wanayachukua hayo mazaga jamani? Mwingine anasema acheni mambo ya kupotosha jamani, jambo hilo haliwezekani. Mwingine anasema kwamba hii nchi ina ujinga mwingi sana. Mwingine anasema msimuue jamani mpaka arudishe nyeti ya watu aliyoiba. Mwingine anasema kwamba Mungu wangu, sasa itakuwaje? Wanaume zetu watakuwa salama kweli? Maana hizo ni mali zetu na sisi jamani. Mwingine anasema kwamba wameanza na Kimara, Mungu mlinde shemeji zangu wa Kimara, hili janga lisiwakute. Mwingine anasema kwamba movie la Tunduma limetua Bongo, wanaume tutaisha huku jamani. Mwingine anasema kwamba Mungu ayalinde mazaga ya wanaume wetu. Mwingine anasema propaganda hizi za watu wameshapangwa, mwenye akili ni yule mwenye kuzinduka na akili yake. Mwingine anasema kwamba yani sisi wa Bongo tunapelekeshwa kwa ujinga wetu wenyewe. Mwingine anasema kwamba mumeo anatoka na mzigo anarudi haupo, utafanyaje? Niliache kwako Mtanzania, utuachie maoni yako jambo hili. Nadhani maoni ya Watanzania ni mengi sana kuhusu jambo hili ambalo linahusisha imani za kishirikina. Naliacha kwako Mtanzania, lakini kubwa zaidi tuzidi kuelimishana kuhusu mambo haya na fikra za watu ziweze kubadilika kuhusu imani za kishirikina. Maana ukiangalia zimezua taharuki kubwa mno Tanzania kwa sasa kuhusu wanaume kuibiwa nyeti zao. Mitandaoni wanasema mazaga. Tuachie maoni yako na endelea pia kutufuatilia kwa kina zaidi kwa taarifa mbalimbali.